Za saizi ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Placidio Sendibalema, ni mkazi wa mkoa wa Kagera na mzaliwa wa wilaya ya Misenyi. Kimsingi ningependa kuzungumzia machache ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Jemadari wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi chake, na kama tunakumbuka, aliweza kuwa rais wa nchi mwezi wa 3 mwaka 2021, lakini ukiangalia kuna mafanikio mengi ambayo tumeyaona, lakini mafanikio hayo tunaweza tukaangalia ilikuwa ni katika jitihada za kutekeleza ilani ya mwaka 2020 mpaka 2025. Katika utekelezaji wa ilani hiyo kuna mambo makubwa ambayo tumeyaona, ambayo tunaweza tukajivunia kama nchi. Ni dhahiri kwamba sisi mimi niko sekta moja hapo inayohusikana na mambo ya utafiti. Kwa hiyo katika kufanya tafiti ni lazima ujue takwimu, lazima ujue ni mambo gani ambayo yanaendelea, lakini pia upate nafasi ya kuweza kushauri kwamba ni jambo gani zuri ambalo linaweza likafanyika vizuri zaidi ukilinganisha na pengine tulikotoka. Nitaanza kabisa kwenye kipengele cha mapato ya ndani. Nikiangalia, ukisoma takwimu kwa mwaka 2020, TRA ilikuwa ina uwezo wa kukusanya takriban trilioni 17. Lakini tukija 2021 ambapo yeye alichukua nchi, ilipanda kidogo, tukawa tunakusanya trilioni 21.9. Lakini ndani ya miaka 4 ukiangalia 21 mpaka 25 sasa, au 24-25 ambao ni mwaka wa fedha, tumeona mapato ya ndani yameongezeka mpaka trilioni 31.6. Na kitakwimu ukisoma taarifa ambazo zilizopo utakuta kwa mwaka huu wa 25-26 tunategemea kukusanya trilioni 36. Hili ni ongezeko kubwa katika ukusanyaji wa mapato ya ndani. Labda pengine tunakoelekea huko kwa takwimu hizo unaweza ukashangaa kwamba labda baada ya muda kadhaa, baada ya miaka kadhaa, tunaweza tukajiendesha sisi kwa mapato ya ndani. Lakini nipende tu kusema kwamba kuna nchi ambazo zimepiga hatua sana pia katika ukusanyaji wa mapato ya ndani. Lakini wamepigaje hatua? Pamoja na mabadiliko ambayo tumeyafanya, kwa mfano katika sekta ya elimu, tumeona kuna mabadiliko ya sera ya elimu ya 2014 ambayo imeboreshwa mwaka 2023 na ilizinduliwa na sasa hivi iko kwenye utekelezaji. Lakini pengine tusiishie hapo tu. Tuwe na elimu ya mlipa kodi iwe ni sehemu ya elimu kuanzia elimu ya awali. Kuna nchi ambazo zimepiga hatua kubwa. Ukisoma historia ya elimu, kwa mfano Marekani, ukisoma historia ya elimu kwa mfano Sweden, wao elimu ya mlipa kodi inaanza tangu mtoto akiwa mdogo, anafundishwa namna gani ya kulipa kodi. Lakini kwa Afrika pia tumeona South Africa ni sehemu ya mitaala. Na kwa hiyo katika mageuzi haya tunayoendelea kufanya, pengine ni ushauri ambao pengine tunaweza tukatoa sisi kama watafiti kwamba basi elimu ya mlipa kodi iwe ni sehemu ya mitaala, iwe ni sehemu ya masomo ya mtoto anayejifunza tangu akiwa mdogo. Kwa hiyo anaanza kujifunza kwamba ni wajibu wake kulipa kodi. Sio kufika tu hatua kwamba tunadai haki tu, lakini tujue ni wajibu upi ambao tutakiwa tumjengee huyu mtoto, anakuwa kama raia anayejua wajibu wake wa kulipa kodi. Lakini pengine nitoe rai pia kwamba unaweza ukakuta kodi pengine maeneo mengine haikusanywi vizuri kwa sababu ya uelewa mdogo wa walipa kodi. Lakini pia kuna tozo mbalimbali tumekuwa tukiziona, elimu hii ikitolewa vizuri, labda pengine hizi tozo zingine zinaweza zikapungua na tukabaki na kipengele kimoja cha ukusanyaji wa mapato katika kipengele cha ukusanyaji wa kodi. Kwa hiyo ni mafanikio moja hapo ambayo naweza nikayataja. Lakini tuende kwenye kipengele kingine ambacho mimi naweza nikazungumzia katika aspect ya usafirishaji. Tumeona ni dhahiri kwamba umekamilishwa mradi wa ujenzi wa SGR na SGR imeanza kutumika. Sasa hivi safari za kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma ni rahisi sana. Unatoka Dar es Salaam asubuhi, unakuja Dodoma, unafanya shughuli zako, unarudi tena Dar es Salaam jioni, ambacho ni kitu ambacho kilikuwa kiwezekana. Lakini ukisoma takwimu mbalimbali au ukisoma mipango mbalimbali ya serikali, hii SGR inategemewa kupanuliwa kuelekea kuelekea mikoa mingine, kuelekea Mwanza, lakini
inategemea kuelekea pia Kigoma. Ikifika Kigoma na uhakika nchi kama Kongo zitakuja kunufaika. Mizigo ikifika pale Ziwa Tanganyika kuna meli zinazoelekea Kongo. Kwa hiyo ile bidhaa ilikuwa inasafirishwa kwa njia ya barabara bado itaweza kusafirishwa kwa njia ya meli baada ya kuletwa na SGR mpaka pale Kigoma. Lakini mikoa ya kanda ya Ziwa SGR ikifika Mwanza pale, na uhakika mikoa ya Ziwa kama Bukoba, kama Msoma pale kuna meli ambazo zinaweza zikasafisha pia mizigo kuileta katika maeneo ya mikoa ya pembezoni mwa kanda ya Ziwa. Na kwa hiyo pengine gharama za vifaa vya ujenzi, vyakula na bidhaa mbalimbali zinaweza zikapatikana kwa gharama nafuu, na uhakika hayo ni mafanikio moja hapo. Lakini mafanikio mengine ambayo naweza nikayazungumza, ukiangalia kitakwimu mwaka 2020 tulikuwa na ndege 7. Lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumza tuna ndege 14, na kwa hiyo tuna ongezeko la ndege zingine 7 ambayo sasa tumepanua wigo katika anga, katika usafirishaji wa anga. Na unajua wafanyabiashara wengi, watu wanapenda sana kutunza muda, na kwa hiyo ukisafiri kwa muda mfupi unaweza kufanya mambo mengine ya uzalishaji mali. Kwa hiyo ni mafanikio pia. Lakini katika hotuba ya juzi ya uzinduzi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika uzinduzi wa kampeni, nilimsikia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akitamka kwamba ndani ya siku zake 100 atatekeleza azma yake ya bima ya afya kwa wote. Na katika mazungumzo yake, katika hotuba yake, kama ulisikiliza vizuri, hii bima ya afya pengine inaweza ikaanza kama majaribio katika baadhi ya maeneo, lakini katika baadhi ya makundi, ambapo ndani yake ukisoma mle ndani utakuta kwamba ameazimia kuanza na majaribio kwa watoto, kwa wanawake wajawazito, kwa wazee, lakini pia kwa watu ambao walemavu, watu wenye mahitaji maalum. Na kwa hiyo bima kwa wote ni dhahiri kwamba tutakuwa kati ya nchi 10 tukitekeleza, tutakuwa kati ya nchi 10 ambazo zimetekeleza hii bima kwa wote. Ni nchi nyingi za Kiafrika hazijaweza kufanikiwa hili. Tumeona Rwanda wamejaribu kufanya, lakini bado angalau wamesogea. Tumeona nchi kama Misri wamefanya, lakini bado hawajafikia hatua kubwa sana. Na kwa hiyo sisi tukiitekeleza kweli tutakuwa kati ya nchi 10 ambazo zimetekeleza bima afya kwa wote. Ni jambo la msingi kwamba bila afya huwezi kuwa na maendeleo mazuri. Na kwa hiyo na pia ukisimamia afya bora, kuna uwezekano mkubwa pia wa kuendelea kupunguza vifo vya kina mama wajawazito. Na kitakwimu ukiangalia, kwa mfano nikiangalia takwimu za kuanzia mwaka 2020 ukija mpaka 2025, inaonekana kwamba vifo vya kina mama wajawazito vimepungua takriban kwa 80%, ambayo ni mafanikio makubwa sana tunaweza tukayazungumza. Na kwa hiyo sasa hapo kipindi hicho hatuna bima afya kwa wote. Je, tukiweka bima afya kwa wote, na maana kwamba pengine hata hako 20% kaliko baki pengine katapungua zaidi. Ndio. Na kwa hiyo hayo ni baadhi ya mafanikio ambayo naweza nikayazungumza. Lakini kuna jambo lingine pia ambalo naweza nikalizungumza, ni fanikio mojawapo. Mimi ni mbobevu katika masuala ya elimu. Kwa hiyo siwezi kuzungumza jambo bila kuzungumza mafanikio ndani ya sekta ya elimu. Mafanikio mojawapo kubwa ni hayo mageuzi ya sera ya elimu au mabadiliko yaliyoletwa katika sera ya elimu ya toleo la mwaka 2023. Ndani yake tunategemea ndani ya sera hiyo mpya ya elimu au sera ya elimu iliyoboreshwa, kuna elimu kwa wote, au saa nyingine tunaita basic education au elimu ya msingi. Ni kuanzia kidato cha kwanza, kuanzia darasa la kwanza au kuanzia elimu ya msingi mpaka kidato cha 4. Ni nchi chache sana ambazo zimeweza kufanikisha hilo. Kwa kitakwimu ukisoma katika nchi za Afrika ambazo zimeweza kufanikiwa katika hilo, nchi mojawapo ni Ghana, nchi mojawapo na Kenya imefanikiwa, lakini nchi mojawapo pia Rwanda imefanikiwa katika kutoa elimu kwa wote kuanzia shule ya msingi mpaka kidato cha 4. Na kwa hiyo na sisi tukitekeleza tutakuwa katika nchi 10 bora ambazo zinatekeleza elimu kwa wote kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4. Tutakuwa katika nchi 10 bora ambazo zinatekeleza mpango huo, na South Africa ikiwepo. Na kwa hiyo ni mageuzi, ni katika muendelezo wa utekelezaji wa zile 4R ambazo alizitaja. Katika 4R mojawapo katika zile 4R alizozitaja, mojawapo ni reform. Na kwa hiyo reform mojawapo tunaliona katika sekta ya elimu.
na ni mapinduzi makubwa. Tukianzisha hiyo mwaka 2027 na uhakika kuna shule zitaongezeka, na uhakika kuna madarasa yataongezeka, na uhakika kuna walimu wataajiriwa. Nimesikiliza hata hotuba yake ya juzi, amesema wataajiri, serikali itaajiri walimu takriban 7,000. Kwa hiyo tayari itafungua fursa, watu watafanya biashara, watu watajenga madarasa. Ukitaka kujenga madarasa lazima watu watauza bidhaa, watu watauza simenti, watu watauza nondo, watu wataajiriwa, vijana wataongeza ajira. Na kwa hiyo ni sekta moja, lakini pia ni sekta ambayo inagusa pia sekta zingine. Na kwa hiyo ni jambo pia ambalo naweza kuzungumza ni la mafanikio makubwa katika sekta ya elimu. Lakini pia nirudi pia katika masuala ya miundombinu. Miundombinu, ukiangalia kitakwimu, inaonekana kwamba katika kipindi cha miaka 4 ameweza kujenga takriban kilomita za barabara ya lami nchini. Lakini tumeona kuna mambo makubwa yamekamilishwa. Kwa mfano, ujenzi wa daraja la Busisi linaonekana, ujenzi wa daraja la Tanzanite linaonekana. Nimeshazungumza uongezekaji wa masuala ya ndege, na tunategemea pengine haya mageuzi au rebuilding tunaita, kuendelea kujenga upya, itaendelea kipindi chake. Na kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo ningependa kuyazungumzia siku ya leo.